In Proverbs, katika kitabu cha Methali 30, Methali 20 13 and verse 30. na mstari wa 10. Kupita wanyama wote, wala hajiepushi na aliye yote. Amina. Amen. Today we're gonna say about Simba, lion. Leo tutaongea kwa ajili ya simba. Amen. Amen. Today we have to read about lion. Leo tunapenda tujifunze kwa And ajili we ya talk simba. about lion. Na tutaongea kwa My ajili ya simba. Bible here says, Biblia yangu hapa a inasema lion Simba. which is mighty among beasts, ambaye anakuwa hodari katika wanyama wote wa, and does not turn away from any, wala hajiepushe na aliye yote. never turn back from any beast that is seized before him. Hawezi kukimbia mnyama wote anayemwona mbele yake. Let us pray. Acha tuombe. Amen. As I said before, Vile nilisema mbeleni tutaongea kwa ajili ya simba. we are the race of lion. Sisi ni kizazi cha simba. Amen. Amina. You are the race of the lion. Simba. I am the race of lion. Mimi ni kizazi cha Because simba. the king that we follow Kwa maana mfalme yule ambaye is tunayemfuata a king of Judah, the lion of yeye Judah, ni simba la Yuda which is Jesus Christ. ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Here Amen. the Bible, my Bible says is Hapa Biblia yangu inasema that kwamba the lion simba is a mighty, ni mwenye hodari. he's a mighty beast or animal in the Mnyama jungle. mwenye hodari katika pori. Excuse me, give me a minute. Sorry. He's a king. Yeye ni mfalme. Hello? This lion is a king Simba ni mfalme and never turn back. na hakimbi yake. So he's the king in the jungle. Yeye ni simba, anakuwa mfalme wa pori. I think everyone knows the role of the king Kila in mmoja the kingdom. anajua kazi ya mfalme ndani ya ufalme. A king never go to do hands to chasser. Ayaendaka kuwinda Because king has the people who work for him kwa maana ana watu ambao wanatumika kwa ajili and yake. goes to hands fish or anything for him. Na wao wanaenda kuwinda kwa ajili yake. The role of the king is just to give orders. Kazi ya mfalme ni kuleta tu shorti. But this king that we are listening here, Lakini huyu mfalme ambao they're tunasikia telling us wanatuambia this kwamba lion, huyu which simba is a king, ambaye ni which mfalme, you and I, we are in the same race na as sisi a na wewe lion, ambao tuko katika he kizazi never moja, turned back. hakimbi yake. Amen. When he starts things, you have to follow. Akianza kitu And he atakifuatilia has to focus. na naweza He has kufikia to kwa go lengo until na he naenda catch that hadi animal. atakapofikia hiyo nyama. And this, in respect, we are expecting this lion to stay home in the jungle, maybe cross his arm, waiting for the fish or the beef to come to him. Na saa zingine tungebaki tunangojelea, tunasema huyu simba angebaki nyumbani mwake na anangojea watu wengine wamletee vile vitu vyote But kwake. the way the Bible said that this lion, he always go out. Lakini Biblia inatuambia kwamba huyu simba haikalaki, anaendaka yeye peke kutafuta. He goes himself out in the jungle Anaendaka yeye mwenyewe nje kule jangwani and to catch animals. na kutafuta nyama. And one thing the Bible is still saying, Na ile kitu kingine ambayo Biblia inaendelea this is kusema very wonder, ambao ni kitu ya kushangaza sana. even if the animals, Hata manyama wengine, they are million, hata wakiwa they are maelfu, thousand, hata wakiwa if the maelfu, lion sees them, lakini simba akiwaona will not fear. hata ogopa. I think everyone always sees it in documentary. Lakini nawaza kila mtu anaionaka hiyo kwa TV. Amen. Amen. On TV, they always show the documentary of the lion in the jungle of Kenya Wanazoea kuonesha and Congo. simba Kenya, simba Kongo ndani ya pori. You'll see a multitude, a crowd of bulls. Utaona bata nini? Ile ba. Abifu. The buffalo, bulls, ngombe za pori. Ngombe za pori. A lot, you see them a lot. Utawaona wengi. Maybe they are crossing the river. Hata wanavuka bahari. But once lion sees this Simba one, akiwaona, even if they are million, hata wakiwa even milioni, if they are thousand, hata wakiwa the maelfu, lion will follow them. simba atawafuata. Amen. Amen. The lion will follow. Even if they will make like things like it scared him,
hata He'll just do like this, but you'll follow. Will not give up. Hata achilie. Like this week we keep saying. Na hii wiki nzima We tulikuwa started by saying tulianza kwa kusema about Zacchaeus. ya kuhusu Zakayo. He persevered. Alidumu. Amen. Amen. So it's the same way we are going. Na ni ile njia We are going to have a perseverance of lion. tunataka tuone kudumu ya simba. Amen. So today we are continuing with that perseverance of Zacchaeus. Tunaendelea katika ile kudumu Now we ya Zakayo. going because we are lions. Na tunaenda kama vile We masimba. have to follow like lions. Inabidi tufuatilie kama Don't simba. give up. Usiachilie. Amen. Amen. Don't give up. Usiachilie. I said again last time. Nilisema muda ule ule Zacchaeus ya kwamba Zakayo looked his height. Angejiangalia urefu wake. He couldn't see this Hangemuona huyu Yesu Kristo ambaye alikuja kumjua. And Jesus couldn't come into his na house. Yesu angekuja nyumbani mwake. Amen. Amen. If Zacchaeus Angekuwa Zakayo saw his title in the city, in angeona the area, hiyo heshima ambayo watu wanampatia he katika mahali couldn't see pale. that Jesus. Hangemuona huyo He Yesu. couldn't know Jesus. Hangemjua huyo If Yesu. Zacchaeus Ikiwa lost Zakayo his focus to see angepoteza that lengo yake. Jesus, Kuona I huyo Yesu. believe that Zacchaeus at that time he was at work. Ninawaza hiyo wakati Zakayo But alikuwa kwa he kazi. had in him Lakini that alikuwa I na need to haja see ya this kusema Jesus, mimi to know who nataka is this nimuone huyu Jesus Yesu that na nimjue everyone nani is huyo talking Yesu. about. Ule ambao watu wote wanamzungumzia. He has a focus. Alikuwa na lengo. So that means today we are going to talk about three things. Leo tunaongea juu ya vitu vitatu. We'll talk about perseverance. Na kwanza tutaongea kwa ajili ya kudumu. You can't have perseverance Hauwezi dumu if you don't have determination. kama hauna You can't have kamata determination hatua. Kama haujakamata hatua, if you don't have a goal or a focus. hauwezi kamata hatua kama hauna So lengo. all these three, Hivi vitu vitatu they're going together. vinatembea In pamoja. order for you to Ili persevere, wewe udumu, you have to decide. inabidi ukamate Determine hatua. to Na say, kukamata as hatua from kusema today, mimi tangu I have leo to do this. nitafanya hiki. And for you to determine, Na ili wewe and ukamate for ile you to hatua, persevere, na ili you have to udumu, have a goal. inabidi uwe na lengo. Amen? Amen. You must have a goal. Unapaswa kuwe na lengo. I don't know. What is Sijue your goal? nini ambayo ni lengo yako. Zacchaeus' goal, Zakayo lengo lake it was to see and to know who is ilikuwa Jesus. kumuona na kumjua huyu That Yesu. was his focus. Ile ilikuwa lile ambalo alikuwa nalo kama lengo. What is your goal today? Na wewe yako ni nini leo? Amen? Amen. What is your goal today? Ni nini lengo lako leo? Ask your neighbor, what is your goal today? Umswali jirani yako lengo lako leo ni nini? Tell your neighbor you must have a goal. Mwambie jirani yako inabidi uwe na lengo. Amen. The character of lion Matendo ya lion is a king. ni mfalme. And after to being a king, Na baada he's ya a kuwa firm. mfalme He always stand firm. ni mtu mwenye anasimama makini. After being firm, Na kisha he's a kusimama person that is courageous. ni mtu ambaye ana bidii. Amen. Amen. Lion always be courageous. Simba ana bidii kila wakati. Even if Ikiwa hata they will come million wolf watakia milioni or ya ng'ombe za million pori, elephants, hata tembo milioni, this lion huyu will simba not fear the biggest of hata elephants. ogopa ukubwa Will wao. determine to go further. Atakamata Will tu go kuendelea further mbele. until when he Ataendelea catch pale even mpaka one pale atakamata elephant on hata the umoja leg. tu He make this kumkia. elephant fall down. Anamwacha and then when huyu he'll simba fall. anaanguka, ni hapo ambapo atasimama. Amen. Amen. You've been coming to church for a long time. Umekuja kanisani muda mrefu. What is your goal? Ni nini lengo lako? Amen. Amen. What is your focus? Ni nini ambao What are you umelenga? bringing you here to the church? Kitu kipya gani unakuja Like last time kanisani? I said, Wakati ule nilikuja it kanisani. was last year I preached again here. I said, Mwaka if uliopita you nilisema don't have a nasema, goal, kama come to wewe church. una sababu ya kuja Me, kanisani, I have one. mimi niko na sababu. Amen. Amina. I have one. Mimi And niko na I will sababu. encourage you Na to nitakutia come. moyo. If you Kuja don't have kanisani. one, to Kama come, hauna, to uje enter kuingia in my goal. katika lengo langu. Amen. Amen. So we can share together this goal. Ili mimi na wewe tugawanye Maybe you lengo don't hili. know this goal. Saa zingine hujue lengo hili. My goal Lengo langu is to see the Lord, ni kuona Mungu, the King of Kings. mfalme wa When wafalme. He comes, Wakati He atakuja take me home. na mimi anipeleke nyumbani. What is your Na goal? wewe lengo lako ni nini? Amen. Amen. What is your goal? Ni nini lengo lako? My goal
Lengo langu I said, is nilisema to come to church, nikuja to kanisani, listen to the word of kusikia neno la God, Mungu, obey the word of kutii God, neno la and Mungu. then when the Lord Na comes, wakati Bwana I can atakuja see katika him. utukufu na mimi nimuone. Because the Bible says that he's coming soon. Kwa maana Biblia inasema anakuja I upesi. don't know which goal Sijui you lengo have. gani ambao uko. That's why I ask you Na ndio maana this morning, nakuomba, I asubuhi ya beg leo, you ninakusihi, this morning, asubuhi ya if you leo, don't have any certain goal, kama hauna or lengo lolote focus, ama lengo lolote, please join me. ukuje It's ungamane free. nami. This Ni one kwa is bure. free. Hiyo ni kwa bure. Don't come to church just only to Usikuje get kuja place. kanisani tu kwa ajili ya nafasi. Yes, we'll have everything here in this Tutapata world, kila kitu duniani hii, but we'll leave it. lakini tutaiacha. No one will go with house. Hakuna mtu ataenda na No one nyumba. will go with Hakuna clothes. mtu ataenda na No one mavazi. will go with Hakuna cars. mtu ataenda na No gari. one will go with Hakuna mtu anything. ataenda So na kitu that's why I'm yoyote. encouraging Ndio you maana to ninakutia have to moyo. set one goal, at Simamisha least lengo one goal, moja, at lengo least moja one tu. goal Lengo to moja go tu, to heaven. kwenda mbinguni. Amen. Because the Bible says that Biblia inasema kwamba if you persevere in Matthew 24, ukidumu katika Mathayo 24, he said that it's for those who persevere ni wale watakaodumu that they'll be saved. ndio wale wataokolewa. Amen. Amen. So you must persevere Inabidi udumu until the end. hadi mwisho. You must persevere Inabidi udumu until the end. hadi mwisho. This one I'm telling you, Hii ambayo persevere nakwambia, in worship the Lord, kwa kuabudu in the Bwana, truth and in katika the ukweli spirit. na kwa roho. Persevere to Kudumu. listen to the word of Kusikia God neno la Mungu every day and kila night. wakati, mchana na usiku. Persevere to Kudumu. obey the word Kutii of neno la God. Mungu. When Jesus comes, Wakati Bwana na Yesu you'll anakuja, see him. utamuona. Amen. Amen. Don't give up. Usiachilie. Don't give up. Usichoke I njiani. thank God because he's the good one. Nashukuru Mungu kwa And sababu I ni thank Mungu Holy mzuri. Spirit because he's Ninamshukuru good Roho one. Mtakatifu kwa Wherever sababu he ni wants mzuri. me to speak, that's what I'm Na speaking. ile ambayo anapenda nizungumze ndio nazungumza. Amen. Amen. What he put in me to tell you right now is that means you must be ready. Ile ambayo amenipatia upatia wakati I huu, na must kwamba be ready. uwe tayari. Because I don't know the day or the Kwa time. maana sijui I siku na must be wakati. persevere. Inabidi I nidumu. must be determined Inabidi niwe to na- go to na heaven. sababu I ya kwenda must to mbinguni. focus Inabidi to go to nitie heaven. lengo ya kwenda mbinguni. When the Bible says that it's those one who will persevere until the end is the one who will get saved. That means there is some people that persevere but they don't persevere until the end. Wakati Biblia inasema wale watakaodumu hadi mwisho ndio wataokolewa. Tunasema wengine wanadumu lakini hawadumu hadi mwisho. Amen. Amen. Persevere in what? Kudumu In ni nini? prayers. Katika maombi. Persevere in what? Kudumu munini? In looking for the face Katika of the Lord. kumtafuta Bwana. Persevere in what? Kudumu In katika looking nini? to know this Katika Jesus. kutafuta Like kumjua huyu Zacchaeus Yesu did. kama Zakayo alivyofanya. Amen. Amen. He didn't look at height. Hakuangalia urefu He wake. didn't look at money. Hakuangalia He pesa didn't zake. look anything that he Hakuangalia owned. kila kitu ambacho alikuwa nacho. But he wanted just to Alikuwa focus and anataka persevere to kuona, see this kuona Jesus. ule Who Yesu. is this Huyu Jesus? Yesu Who ni is this? nani? What Huyu does this Yesu ni Jesus nani? do every Ni day? nini Like ambayo yesterday I anafanya heard kila that he siku? did Jana this nilisikia one alifanya to hivi Bartimaeus, kwa and me, Bartimaeus. I need to Na mimi find nataka out and to know kumpata this na man. kumjua huyu Bwana. That's what should be our goals. Na hiyo ndio iwe lengo letu, To find out this Jesus kumtafuta na kumjua huyu and to Yesu be determined. na kukuwa na kukamata hatua, To be determined kukamata hatua kabisa, to do what God asks. kufanya lile ambalo Mungu And anapenda what tufanye. He's asking us Na to lile do. ambalo anatutaka Run tulifanye away from sin. ni kutoka mbali na dhambi. Amen. Amen. Because the Bible said, Biblia inasema the sinner will not inherit wenye dhambi hawataurithi the kingdom of ufalme God. wa mbinguni. There is so many sins in this Kuna world. dhambi nyingi And the duniani. Bible keeps saying that there is no small sin or big Na sin. Biblia inaendelea kusema hakuna dhambi ndogo na Everything is kubwa. a sin. Kila kitu ni dhambi. Whatever you do against Kila kitu ambacho unafanya the word of kinyume God ya is neno a la sin. Mungu. Even ni to dhambi. know the truth and Hata you don't do the kutokujua truth ukweli. is a sin. Kama ujue ukweli ni dhambi. To know the truth Kama unajua ukweli and to do not work in the truth lakini hautembei katika ukweli, is a big sin. nayo ni dhambi. Amen. Amen. Maybe you didn't know that. Saa zingine haukujua hiyo. Even to know to do well Kujua kutenda and you mema don't do na well, pasipo kuyatenda you mema sin before ni the dhambi mbele za Bwana. and that, for that Na kwa you hiyo will not see His kingdom. hautaona ufalme wake. Anyway, my preaching wasn't there. It's Lakini just mahubiri came. yangu si kule ile My imekuja. preaching today it was just to persevere Yangu ilikuwa leo kudumu and tu to
determine na kukamata hatua and to focus. na kuwa na lengo. Let us read in book of 1 Samuel. Acha tusome Samueli wa kwanza. Get it? 6. Sita. So in this chapter we'll jump because Hapa tutaruka tu kwa sababu ya muda. No, 1:6. Samueli wa kwanza 1 Samuel chapter 1 verse 9. ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Amen. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokea penda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Sasa ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Na akaweka nadhiri akasema, Ee Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala ukinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wenye hautamfikiria kichwani mwako siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake. 12. Alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. 13. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. 14. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. 15. Hana kajibu akasema, hasha, bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Luka 17. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomuomba. Amen. Brought her bitterly to irritate and embarrass her, because the Lord had left her childless. So it happened year after year that whenever she went up to the house of the Lord, Peninnah provoked her, so she wept and would not eat. So Anna got up after eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on his seat beside the doorpost and of the temple, the tabernacle of the Lord. Hannah was greatly distressed. She prayed to the Lord and wept in anguish. Now it happened that as she continued praying before the Lord, that Eli was watching her mouth. Hannah was speaking in her heart or in her mind. Only her lips were moving, and her voice was not heard. So Eli thought she was drunk. But Hannah answered, No, my Lord, I am woman with a despairing spirit. I have not been drinking wine or any antiseptic drink, but I have poured out my soul before the Lord. Do not regard your maid servants as wicked and worthless woman, for I have spoken until now out my great concern
and provocation. Amen. 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 This is a story of Hannah, Hii ni habari za Hana and it's clear na ni wazi and it's open. na ni wazi As kabisa. we are talking about perseverance, Tunaposema kwa ajili ya kudumu, Hannah had a perseverance. Hana alikuwa mwenye kudumu, Hannah, she had a determination. alikuwa na lengo. As we talking about focus, Na tunaposema Hannah, lengo, she focused on only one thing. alikuwa na lengo moja tu. Amen. Amen. As I said before, we need to focus on going to heaven. Na mbele nisema inabidi tuwe na lengo ya kwenda mbinguni. Amen. Then we'll persevere. Na hapo tutadumu. And then we'll be determined. Na pale tutakuwa If na you think that you want to go to heaven, na you ukiwaza kama will utenda do mbinguni, all the utafanya efforts. kila You will do uwezo. everything Utafanya that you kila can kitu. to get to Ili ambao heaven. unaweza You'll ili wash uende yourself every day. Utajiosha You'll kila make siku. sure you are in good Utafanya relationship yote with uwe na God. uhusiano You'll mzuri make na sure Mungu. this is called Utafanya perseverance. kwamba hii ni kudumu. And it's the same way as Anna. Na vile vile Ana Anna, she persevered. alikuwa na The kudumu. story, the way he's telling us, Biblia kisa Anna, she inavyotuambia, was so bitter. alikuwa na uchungu Anna, sana. she was so desperate. Alikuwa na uchungu She was a sana. desperate woman Alikuwa mwenye that she uchungu was sana. looking for children. Alikuwa anatafuta mtoto, But God lakini Bwana didn't give her the child hakumpa that time mtoto Anna kwa wakati ule wanted. ambao Ana alimhitaji. This zaidi. meant, didn't mean to Hannah to stop. Haikumfanya kwamba Ana Because aache. the husband, Anna, Elikiah, the husband of Kwa Anna, maana- used to go to church every year. Kwa maana Elikai bwana wa Ana alikuwa anaenda This kanisani kila was siku. the tradition of Hii Israel. ilikuwa kawaida wa Israeli. Every year they must go to church. Kila mwaka wanaenda kanisani. Not even near across the city. Si karibu tu They katika will go mji. far away Wataenda at the mbali. place called Shiloh. Mahali ambao wanaita And Shiloh. where they'll do the Na sacrifice kule and they watafanya pray sadaka, their God. wataomba. Now, Hannah, Hannah, every time, every kila year, wakati, if the kila Bible, you mwaka, read the Bible kama says that Biblia year inavyosema, after year, mwaka kisha mwaka she had this prayer request. alikuwa naomba hivi. She had this prayer request Alikuwa anaomba going hivi. every day to Kila siku church. kwenda kanisani na kuomba. She didn't stop because Penina Hakuacha told kwa her, sababu you Penina always go to alimtukana na church kumwambia and you kila siku never nenda get kanisani give na lakini back. haupataki hata kuzaa. Anna, she had a lot of problems. Ana alikuwa na shida. I nyingi. believe Anna, she was there just sitting, said that I'm staying because of staying in Ninawaza this alikuwa house. pale nyumbani kusema Because tu I'm a ninakaa worthless kukaa. woman. Kwa sababu mimi sina hata mafaa. As we can remember last time when Sister Esther came here Kama wakati ule dada Esther alikuwa hapa kwa ajili ya kushuhudia about the child, kwa ajili ya she mtoto. said, until you get at that point, you see that, Anasema wakati that you don't utakapofika have a kwenye child, hali you na hauna know the mtoto, pain ndio utajua of the shida woman ya who don't wanawake give birth. wale ambao wazai. Until you try even for a year Hadi without au getting hata a mwaka child, mmoja upate mtoto. and you are looking for a Na child, unatafuta and mtoto. you'll see how bitter this Utajua woman uchungu was. gani ambao huyu So mama that alikuwa means nayo. it's so painful to do not give Nikusema ina birth. uchungu sana It's kutokuzaa. so hard for a Ni woman ngumu to sana kwa not give mwanamke birth. kutokuzaa. And I take the place of Hannah when Ninakamata nafasi ya she Hannah. was there. Ya They were, kuona wakati and she alikuwa had a pale. rival. Na And I ana- believe wanambanda Elikiah took the second wife because Anna didn't alifanya give birth. alikamata mwanamke wa pili kwa sababu Ana alikuwa azali And to be in the marriage with two wives, na kukuwa na It's ujumba not katika wanawake easy. wawili nao sio you rahisi. must have the big hearts. Unabidi uwe na moyo mkubwa. Because if your rival, she's so beautiful than you, Kwa you are in maana trouble. kama mbanda yako ni kiana kukushinda If unashinda. your rival give birth before you, you are in Kwa maana trouble. akizala mbele yako mbanda yako unashinda. Not only in trouble with the rival, Ni kusema hauna tu shida. You'll na- have na- the problem na mbanda also yako, with the family. Utakuwa na shida pamoja na you'll jamaa. have all the problem also with the Utakuwa na society. problema na Everyone will society talk nzima, about jamii you. nzima The wataongea other juu people yako. say that she swallow Watu bottles. watasema yeye ashakunywa Like machupa. in my country, they always say that he, Pascaline, what she's doing here. Na She katika already nchi yangu swallowed wanasema bottles. She never give ya childbirth. huyu She kwa will nini kwa never hapa even. hata She just zalaka came ashakameza here. machupa. She just came here to fill Alikuja up our hapa toilet. kwa ajili tu ya kutujazia toilet. That is the family. Vile ndio Now, chakula what sasa. about the reverse? Sasa namna gani ule ambao ni Maybe mbanda? Anna wanted to scold Jansiel. Saa This is zingine- Jansiel is Penina's Saa child. zingine Come alitaita and give Jasiel na me Jasiel ni a mtoto wa cup of Penina. water. Anasema kwa niletee kopo ya maji. I believe Penina will Na say, ya Penina anasema you bother my hey son, wangu njoo can you naona. please give back Na to wewe yours? uzale wako And then you send her na or umtume. him.
That I believe the answer of Na waza Penina. hiyo ndio jibu So ya Penina, the Bible is testified that Penina was provoking every day. Alimsumbua Ana kila Was siku. provoking Anna every day. Kila siku. Even if when they are going to Shiloh, he's hata telling wakienda Shiloh, Anna, nimemwambia Ana, you are just coming to waste your time. sasa wewe unakuja pitisha muda hapa What are Shiloh. you coming to Wewe do? unakuja kufanya Look nini at hapa? me. I Angalia came mimi. after you in the Nilikuja one nyuma yako marriage. ndani ya I nyumba. came here to Shiloh. Nilikuja hapa And I Shiloh. prayed only for 1 Niliomba month. mwezi mmoja tu. I have to Angalia watoto wawili. Niko And what nao. about you? What Sasa are you wewe, coming to na wewe do? unakuja fanya nini hapa? So bitter Ni uchungu. and painful. Uchungu kabisa. I don't know, out there, Sijui kule nje. how many Penina do you meet? Wapenina ngapi unakutana nao? Those who are telling you, Mama Naomba Bear, nakwambia, Mama Bear. why Namna gani wasting your unaendelea? time? Unapoteza muda wako. Kevin, why wasting your time Kwa to nini go to unapoteza that wakati wako church? kwenda kwenye kanisa? Amen. Amen. Nelson, oh my Nelson, God, oh. you never get anything. Au utapata In kitu that kule. church, Kwenye kanisa. we Here started that. tulianzaka. But since we started, Tangu nothing tulianzaka. have changed. Hakuna kitu It's only 3 ilibadilika. people. Ni watu It's watatu. only Giselle that she Giselle. calling herself Ni yule pastor, ambaye but we alijiita don't know where pastor. she got her Lakini hatujui pastoral. alipata It's upastori only her. wapi. Ni yeye Now, tu. you Sasa wewe give up. wende waachilie yangu. Come follow me. You know, in this church, Kuja in our nifuate. Unajua church, hii kanisa yenyewe tuko. after service they give us money. Kisha kutoka ibada If you're in pesa. trouble, they come to visit. Kama uko na shida, But in the wanakutembelea. church, Mama Giselle church, Ule you ile kanisa never Mama get Giselle, anything. hautapata kitu. That's what they also telling Ile Penina. ndio wangemwambia And Penina. maybe it's today for you. Saa zingine They're leo ni telling you wewe. every day. Na wewe anakwambia. Mama Cecile, Mama. since you stand up with that woman, Tangu what did you get? Pata nini? And you said, God. Na wanasema Where have you get? Mungu amefanya Since you nini? started. Tangu ilianza. But my advice today, Lakini shauri langu leo don't listen to Penina. usisikie Penina. Amen. Amen. If Anna listened to Penina, Ana angemsikia Penina. say hello, Sema halo. say Samuel. Sema Samuel. Tell your neighbor Samuel. Mwambie Samuel. Tell your neighbor Mwambie Samuel. jirani yako Samuel. If Anna Kama Ana listened to Penina, angesikia Penina, we couldn't hear about Samuel. hatungesikia habari And za in the Samuel. Bible, Na ndani ya I don't see anywhere Sijaona mahali popote. the son of Penina is written. He was missing. Mtoto wa Penina ameandikiwa alikuwa uchi na uchi. Only the place that Penina had 2 sons. Bana anasema Penina But alikuwa na watoto Anna's wawili. son, Lakini watoto wa after Ana perseverance, kisha kudumu, today we had already a king, a tumesikia prophet, nabii Samuel. Amen. Amen. Because of what? Kwa nini? Kwa kudumu What? Determination. na kukuwa na lengo. Because Hannah Kwa sababu was Hannah determined, saying alikuwa that na lengo. me, even if they do whatever, Hata even wakifanya like nini. me, she said.